وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika babu alwudu kwenye kitabu fiqh sunna, na tunaendelea na sehemu ya tatu ya mlango huo, yani sehemu ya fardhu faraidhu. Tuliwacha alfardhu rabi', fardhu ya 4 katika fardhu za wudu, nayo mashu rasi ni kupaka kichwa maji. Tukasema walmashu maanahu alisabatu bilbalad, kupaka maana yake ni kufikisha matone ya maji. Wala yatahaqqaqu illa biharakati al'adwi almasih, na wala haipatikani hakika ya kupaka ila kwa kutikisa kiungo cha kupaka. Mulasiqan bilmamsuh, kiungo hicho cha kupaka kile kimegandamana na kile ambacho kinapakwa. Fa wad'u al-yadi au al-isba', ama kuweka tu kiganja cha mkono au vidole ala rasi, juu ya kichwa, au ghairihi, au juu ya sehemu nyingine, la yusamma mashan, hiyo haitwi ni kupaka. Kupaka ni kutikisa kiungo cha kupaka kile kimegandamana na cha kupakwa, hapo mtu ndio inaambiwa amepaka. Thumma inna dhahira qawlihi ta'ala, kisha hakika ya dhahiri ya tamko lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaeleza fardhi ya udhu kwenye aya nambari 6 ya suratul Maida, kwenye tamko hili wamsahu biruusikum, na pakeni maji kwenye vichwa vyenu. Tamko hili la yaqtadhi wujuba ta'mimi ar-ra's bilmasah, halihukumu tamko hili kueneza kichwa chote kizima kwa kupaka, bali yufham, bali kwa tamko hilo hufahamiwa, bali yufhamu minhu, bali hufahamika kwa tamko hilo anna masha ba'd ar-ra's, ya kwamba kupaka sehemu ya kichwa yakfi fil imtithali, huwa inatosha kabisa kwamba mtu ametekeleza amri hiyo ya kupaka. Lakini wal mahfudhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi dhaka turuqun thalath, na lililohifadhiwa kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuhusu habari ya kupaka maji kichwani, zimehifadhiwa njia 3 ambazo mtume akipaka maji kichwani. Alifun, njia ya kwanza, masfu jami'i ra'sihi, ni kupaka kichwa chake chote. Hiyo ndiyo njia ya kwanza ambayo mtume alikuwa akitumia, ingawa ile aya ya Qur'ani
haihukumu kwamba wamsahu biruusikum, mpake maji kichwa chote, lakini bwana mtume alifahamu vizuri aya ile. Ingawa haihukumu vile, lakini yeye mtume katika namna alivyokuwa anapaka maji kichwani, alikuwa anapaka kichwa chake chote kizima. Dalil: ففي حديث عبد الله بن زيد، basi katika hadithi ya bwana Abdullah bin Zaid, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Abdullah bin Zaid anasimulia, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi, alipaka kichwa chake kwa mikono yake miwili, yani viganja viwili. Fa aqbala bihima, bwana mtume akaiweka mbele ya kichwa chake mikono miwili hiyo, wa adbara, na kuipeleka nyuma kichogoni. Yani baada ya kuchukua maji anayamwaga mtume maji yale, halafu mikono mitupu viganja vile anaviweka mbele ya kichwa hapa, akisha anapeleka nyuma mpaka kichogoni. Hiyo ni hadithi ya bwana Abdullah bin Zaid inavyosema, na namna yenyewe ni kwamba baada abi muqaddami ra'sihi, alianzia bwana mtume katika sehemu ya mbele ya kichwa chake, kwenye kipaji cha uso. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, kisha akenda nayo mikono miwili hiyo mpaka kwenye kichogo chake nyuma. Thumma raddahuma ila almakani alladhi bada'a minhu, kisha hiyo tena mara ya pili akairejesha mpaka pale mahala ambapo alianzia kupaka. Hivyo ndivyo namna ya mwanzo katika namna zilizohifadhiwa mtume alipopaka maji kichwani. Alikutanisha mikono yake miwili, akaiweka mwanzo wa kichwa chake mbele hapa, akaipeleka kichogoni, kisha akairejesha mpaka pale pahala ambapo alianzia. Hadithi hii rawahu aljamaa, wameisimlia maimamu wote saba wa hadithi, wakiwemo ndani yake Bukhari na Muslim. Baun, sehemu ya pili ya upakaji wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam uliohifadhiwa, mashuhu ala al-imamati wahdaha, ni upakaji wake bwana mtume juu ya kilemba tu peke yake, bila ya mikono yake kugusa nywele au kugusa kichwa. Mathalan, ameshavaa kilemba chake, na kilemba dasturi huenea kichwa kizima, basi kuna upakaji wa mara ya pili. Huyu bwana mtume amepaka juu ya kilemba chake. Aya ndivyo inavyosema, wamsahu biruusikum, na mpake maji kwenye vichwa vyenu. Yani bwana mtume amefahamu aya hiyo na namna ya upakaji, bila shaka amefundishwa na mwalimu wake Sayyidina Jibril. Maana mambo yote ya ibada mtume alikuwa anaonyeshwa na Jibril sawa sawa, sio kwa kubahatisha tu. Akaonyesha namna ya mwanzo ya upakaji kichwani ni kupaka kichwa kizima, unakwenda nayo mikono nyuma, ukisha unairejesha mbele, na halafu pia kama kavaa kilemba anapaka kilemba chake. Dalili ya hayo ya upakaji wa kilemba, fa fi hadithi Amr ibn Umayya, kutokana na hadithi ya bwana Amr ibn Umayya radhiyallahu anhu, qala, amesema, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه, nilimuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu akipaka maji kichwani juu ya kilemba chake. Hakufungua kilemba ikawa lazima mbele maji yaguse nywele au kichwa, kisha vaa kilemba chake, alipaka maji mtume juu ya kilemba chake. Upakaji ni ule ule, kaianzia mikono mbele, akapeleka nyuma, akairudisha mbele juu ya kilemba. Wa khufaihi, na pia katika sehemu ya miguu hakuzivua hofu zake mbili, alipaka tu juu ya hofu zake. Mlango wa hofu tutakuja kukuta baadaye mbele, na huko utaelezwa kwa urefu wake. Sasa hivi hapa hofu sizielezi kitu kwa sababu zinakuja mbele huko, lakini ni kitu ambacho kinavaliwa miguuni. Inakuwa si lazima kuzivua mtu akakosha miguu, madhali alizivaa hofu hizo akiwa ameshatawadha na hofu zenyewe ni safi kabisa,
kwa kutokezewa na haja kubwa au ndogo au usingizi, anapaka tu mtu juu hofu zake tu, si lazima kuzivua. Sehemu mbili hizi bwana mtume ameonyesha kupaka juu yake kilemba na hofu miguuni vile vile. Hadithi hii rawahu Ahmad wal Bukhari wa Ibn Majah, ameisimlia Imam Ahmad na Bukhari na Ibn Majah. Na pia dalili nyingine, wa an Bilal, na kutokana na sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, imsahu ala al-khuffaini wal khimar, mtapotawadha pakeni juu ya hofu mbili ikiwa mmetengukwa na udhu kwa sababu ya haja kubwa ndogo na usingizi. Ama likimpata mtu janaba, hapo itabidi tena azivue hofu mbili kwa ajili ya kuoga janaba. Mtume kawaamrisha wanajeshi aliyowatuma kwenda katika sehemu fulani katika jihad, akawaambia wakati mmeshavunga vilemba vyenu au mmevaa nguo za kichwani, huitwa khimar. Wal khimar, na neno khimar anafasiri hapa chini, anasema wal khimaru athawbu alladhi yudau ala ar-ra's. Khimar ni nguo inayowekwa juu ya kichwa, kal imamati, kama vile kilemba, wa ghairiha, na vitu vingine visivyokuwa kilemba. Wanavaa watu nguo kichwani kwa mfano hivi kama hagail wanayovaa Waarabu, namnake kama ile kwa khimar, kivazi cha kichwani kile. Basi kama kishafunga mtu vizuri, Uislamu hautomvurugia mtu maridadi wake na pozi zake, ataweza kumwabudu Mungu na maridadi wake. Ataweza kupaka maji tu juu ya kichwa, juu ya ushungi wake huo, juu ya hiyo nguo ya kichwani, si lazima kuvua. Na kwenye hofu vile vile atoa amri mtume, mbali ya kitendo cha kupaka yeye mwenyewe, ikapatikana sunna ya kitendo na ikapatikana sunna ya kauli kwa amri, imsahu, pakeni ala al-khuffaini wal khimar, juu ya hofu mbili na juu ya nguo ya kichwani. Rawahu Ahmad, hadithi hii pia amesimlia Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, na akasema Saidna Umar, Mwenyezi Mungu awe naye, man lam yutahhiruhu al-mas'u ala al-imama, yule ambaye anaona haimtahirishi yeye kupaka juu ya kilemba, akaona itakuwaje mambo haya. Sisi tunaambiwa katika vitabu vyetu vya kishafi, maji yaguse kwenye ugozi, ututwambiaje kupaka juu ya kilemba? Saidna Umar amirul mu'minina anasema baada ya amri hii ya mtume, imsahu ala al-khuffaini wal khimar, na kwamba mtume kama mwenyewe kuonekana anapaka kilembani maji. Saidna Umar anasema, man lam yutahhiruhu al-mas'u ala al-imama, yule ambaye anahisi haimtahirishi, haimtii udhu kupaka juu ya kilemba, au kama kavaa nguo ya kichwani, mathalani hiyo hagail au kofia au tenginecho kinachovaliwa kichwani, ikiwa anaona udhu wake hauingii mpaka maji yaguse ugozi wa kichwa, Saidna Umar anasema, la taharahu Allah, Mwenyezi Mungu hatomtahirisha milele. Ikiwa haimtahirishi mtu kupaka juu ya kilemba, wakati mtume wa Mungu kapaka na akatoa na amri fanyeni hivyo, mtu akawa nabaki bado adukuduku, lakini sisi madhehebu yetu, lakini sisi vitabu vyetu, basi Saidna Umar anasema hatomtahirisha Mwenyezi Mungu abadan, ikiwa anaitakidi kwamba udhu wake hautoingia. Si kama analazimishwa apake maji juu ya kilemba, si kama analazimishwa apake maji juu ya nguo ya kichwani, bali kuonyesha kwamba ni namna mojawapo ya kupaka maji kichwani. Lakini kama ataitakidi ya kwamba udhu hautoingia ila maji yaguse ngozi ya kichwa, basi Saidna Umar anathubutu kusema, la taharahu Allah, hatomtahirisha Mwenyezi Mungu mtu huyo. Waqad warada fi dhalika ahadithun, na kwa hakika yamekuja maelezo kuhusu habari hii ya kupaka kilemba au kupaka nguo ya kichwani. Zimekuja hadithi nyingi, rawaha al-Bukhari wa Muslim,
alizosimlia Imam Bukhari na Muslim wa ghairuhuma, na wengineo wasiokuwa Bukhari na Muslim min al-a'imma, katika maimamu wamezungumza hadithi ziko nyingi zinazoonyesha mtume kapaka na katoa amri vile vile, kama warada al-amalu bihi, kama vile vile ilivyokuja kutendwa kitendo hicho cha kupaka maji juu ya kilemba na kupaka kwenye nguo ya kichwani, an kathirin min ahli al-ilmi, kutoka kwa wengi katika watu wa ilmu. Kila aliyesoma dini barabara, jambo hilo ni mashuhuri kwake, amekuwa akilitumia. Mbali ya hadithi nyingi kupokelewa na maimamu, bali wanavyuoni wengi ndivyo wanavyotumia hivyo. Kwa hivyo habari ya kwamba maji yaguse kwenye ugozi wa kichwa si katika mafunzo yanayotokana na Nabii Muhammad. La, kama mtu mwenyewe pengine ilikuwa imempitikia kutokujua hadithi ya kuziona, basi ni kutubu tu, ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu, akaona kwamba kumbe nilikosea, na sio kufanya taasub, kushikilia tu kwamba udhu anaona mtu hauingii mpaka maji yaguse kwenye ugozi wa kichwa, na kutawadha kwenyewe ni kupiga maji kwenye utosi mbele hapa hapa, makofi anapiga hapa mpaka maji ugozi urowane. Mtume akupaka maji kichwani kwa kusema moja kama hapa hajapata hapo. Katika namna zilizohifadhiwa za upakaji wa mtume ni kukieneza maji kichwa kizima, anapeleka nyuma mikono na alafu anarejesha mpaka pale pahala ambapo kaanzia, ikiwa anapaka juu ya nywele au anapaka juu ya kilemba au kwenye nguo ya kichwani. Hivyo ndivyo alikuwa akipaka mtume. Jim, namna ya tatu iliyohifadhiwa ya namna ya mtume alivyokuwa anapaka maji kichwani, mashuhu ala an-nasiyati wal imama, ni upakaji wake wa sehemu mbili. Kwanza anagusisha nywele za utosini mbele hapa zilizochomoza kama kidogo mbele ya kilemba, halafu anapaka na kilembani vile vile. Hii vile vile ni sehemu ya tatu ambayo imehifadhiwa ya upakaji wake mtume, ni kuzigusa nywele za mbele kidogo, halafu anakwenda nayo mikono juu ya kilemba. Fafi hadithi al-Mughira bin Shu'ba, basi katika hadithi ya bwana Mughira bin Shu'ba, na Mughira bin Shu'ba alikuwa ni mmoja katika wale wanaompelekea bwana mtume maji ya kutawadhia, mswaki, viatu na hivi na hivi. Yeye ni mmoja katika ambaye anategemewa sana katika mafunzo ya udhu wa mtume. Yeye ni katika mtu ambaye mara kwa mara anamuona mtume akitawadha chini yake. Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawaddaa, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu alitawadha, famasaha binasiyatihi, basi akapaka maji kwenye nywele zake za utosini mbele hapa, wa ala al-imamati, na kisha akaendelea kupaka juu ya kilemba, wal khuffaini, na pia kwa miguuni akapaka maji juu ya hofu bila kuzivua hofu. Rawahu Muslim. Hadithi hii ya Mughira bin Shu'ba ameisimulia Imam Muslim. Hadha huwa al-mahfudh an Rasulillah, hivi ndivyo ilivyohifadhiwa kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Walam yuhfadh anhu, na wala haikuhifadhiwa kutokana na yeye mtume, al-iktisaru ala mashi ba'd ar-ras, kufupisha kwa kupaka tu sehemu ya kichwa, haikuhifadhiwa hivyo. Wa in kana dhahir al-aya, ijapokuwa ile aya ya Qur'ani nambari 6 katika sura al-An'am Maida yaktadhihi, ndivyo inavyohukumu kupaka sehemu ya maji kichwani, lakini mtume haikuhifadhiwa kwamba alipaka sehemu ya kichwani kidogo. Ama itakuwa anagusisha kidogo, alafu mingine ana mikono anakwenda nayo kwenye kilemba, au kichwa kizima mikono inakwenda nyuma na mbele vile vile. Wa in kana dhahir al-aya, ijapokuwa ile dhahiri ya aya yaktadhihi, ina hukumu kupaka sehemu ya kichwa, kama taqaddama, kama tulivyotangulia kueleza nyuma. Thumma innahu, kisha vile vile ifahamike, hakika la yakfi mashu ash-sha'r al-kharij, haitotosha kuzipaka maji nywele ambazo zimetoka an muhadhati rasi, katika mpaka wa kichwani, kadhafira, kama ile mikia ya wanawake wenye nywele nyingi.
Wanawake wana nywele nyingi zinafika takriban mpaka tumboni, mpaka mgongoni, wengine mpaka magotini, pengine refu sana. Kwa hivyo ile mikia ile onyooka ile, asije mtu akaona kisha chana nywele mwenyewe katika mitindo yake mizuri, akaona labda apake katika ile mikia tukakuwa labda atachafua upakaji wake, atamchafulia mchana nywele uliochana labda, basi akaamua kupaka ile sehemu ya mikia ambayo ifika mpaka mgongoni, labda mpaka wapi, akaona apake mikia. Haitotosha kwamba mtu kapaka maji kichwani, kwa kupaka mikia ya nywele ambayo imetoka katika maeneo ya kichwa, haipo kichwani, mikia ile iko pale pengine, haitotosha. Ilivyo ni kupaka katika eneo la kichwa. Ikiwa katika eneo la kichwa utapaka nywele au kilemba au kitambaa cha hagail au chochote kile, lakini kiko katika eneo la kichwa. Ama zile nywele ambazo zimetoka katika mpaka wa kichwa, haitotosha kuzipaka maji zile. Thumma la yakfi mashi sha'ri al-kharij, kisha hakika haitoshi kupaka nywele ambazo zimetoka nje, an muhadhati rasi, katika mipaka ya maeneo ya kichwa, kadhafirati, kama mikia mirefu ya nywele za wanawake. Al-fardhu al-khamis, fardhu ya tano katika fardhu za kutawadha, ghaslu ar-rijlaini, ni kukosha miguu miwili, ma'al ka'baini, pamoja na vifundo viwili vya mguu. Wa hadha, na jambo hili la kukosha miguu, huwa thabitul mutawatir, ndilo jambo lilothibiti tena limekuwa ni mashuhuri, almutawatir, limekubalika na wote. Kama wametokea baadhi wanaona miguuni ni kupaka, bila shaka wamekwenda kinyume na mwendo wa Mtume. Yako baadhi ya madhhabu miguuni wanapaka tu maji, hawakoshi. Hukumu ya miguu ni kukosha, kinachopakwa ni kichwa tu, sehemu zote nyingine za udhu ni kukoshwa. Aya ndivyo ilivyohukumu, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha qumtum ila salati faghsilu, wakati mtaposimama kwenye swala basi kosheni, wujuhakum, nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu pia ikosheni. Hapa utaona imekuja aya kwa kutia nasba kwenye maf'ulun bi. Faghsilu, kosheni, mkoshe nini? Wujuha, nyuso, wujuhakum. Utaona wujuh, ha katika wujuh imetiwa fatha kwa sababu ni kitendo ni kitu ambacho kinatendewa kitendo, kinakoshwa. Irabu yake pale ni nasba, maf'ulun bi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, na mkoshe vile vile mikono yenu, na aidia vile vile yeye yake ikawa nasba kuonyesha kwamba ni maf'ulu vile vile thani, ila almarafiq, mpaka kufikia kwenye vifundo visugudi. Halafu wamsahu, na mpake biruusikum, kwenye vichwa vyenu. Hapa kwenye ruus ikaja sin kutiwa kasri kwa sababu ni majrurun kwa harfu ya jarri ambayo ni baun, biruusikum. Ama kwenye uso, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ama kichwa, wamsahu biruusikum. Halafu aya ikaja tena mara ya pili kurejea katika viungo vya kukoshwa vile vile, wa arjulakum. Lam katika arjul imekuja na nasba kuungana na viungo viwili vya nyuma. Uso wujuha, mikono aidia, ama kichwa biruusi, sio ruusa. Ama kuhusu miguu imerejea tena kule kule wa arjulakum, na miguu yenu. Kwa hivyo miguu inaingia katika kukoshwa kwa mujibu wa aya, kwa kawaida za grama zilivyo. Sio aya tu ni kutizama grama yake, inatizama na namna ya namna ya kitendo cha Mtume, nacho vile vile kitendo ambacho kimefululizwa maisha, si kama kimetokezea nadra mara moja moja, ni kitendo maisha yake Mtume ndivyo kitawadha hivyo. Tena akakaripia kwa yule ambaye anapaka maji miguuni.
Utastaajabu kuwepo madhehebu katika dunia mpaka leo wana challenge kwamba miguuni hukumu yake ni kupakwa. Tena nakutoa upinzani mkubwa na kuwaona watu wengine hawakoingia udhu, wanachukulia hapa kuanzia kichwani, wamsahu biruusikum, na wakachukua wao ya afi na miguu vile vile wakachukulia kama kwamba wamsahu biruusikum wa arjulikum. Haikuja arjulikum wa arjulakum, imerejea kule katika habari ya kukoshwa. Na sio kwamba ni aya tu peke yake, bali matendo ya mtume ndiyo ambayo yanakamatwa zaidi ya matendo ya kufanya na ya kusema vile vile, kama tutavyoona sasa hivi hapa. Al-fardhu al-khamis ghaslu rijlaini ma'a al-ka'bayn. Fardhu ya 5 ni kukosha miguu miwili pamoja na vifundo viwili vya mguu. Wa hadha huwa thabit al-mutawatir, na jambo hili ndilo lilothibiti ambalo limezoeleka kwa Waislamu au kukubalika na wote, min fi'li rasuli sallallahu alayhi wasallam wa qawlihi, kuanzia kitendo chake mtume na maneno yake, miguu ni kukoshwa. Qala ibn Umar, dalili ni kwamba amesema bwana Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, amesema takhallasa anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi safratin, alibakia nyuma mjumbe wa Mwenyezi Mungu akatuacha sisi tangulie katika safari fulani. Takhallasa anna rasulullah, alibakia nyuma mtume kutuacha sisi tutangulie mbele, fi safratin, katika safari fulani. Fa adrakna, kisha bwana mtume akatuwahi, tumetangulia kisha akaja akatuwahi, lakini katuwahi waqad arhaqna al-asra, wakati sisi tumeichelewesha al-asiri, hatukuiswali katika safari yetu, tukiwa tunamngojea imamu wetu al-azam bwana mtume aje tusalishe. Kumbe anakotoka bwana mtume shasali yeye, lakini wale walifahamu kwamba labda atakuja, kwa hivyo ikawa al-asiri inakwenda, wakati inakwenda mpaka ikawa imechelewa sana, inakaribia tena jua kuchwa. Alipotuwahi wakati arhaqna al-asra, arhaqna ay akharna, tukiwa tumeichelewesha al-asiri, faja'alna natawaddau, basi tukawa sisi tunatawadha kwa haraka mbio mbio ili tupate kuwahi wakati usitukimbie. Katika kutawadha kwetu, wanamsahu ala arjulina, tukawa tunapaka maji katika miguu yetu mbio mbio, haraka haraka tunapaka maji tuondoke njiani. Kumbe bwana mtume anatuona tunapofanya vile. Fanada bi'ala sautihi, hapo mtume akapiga kelele, akatangaza kwa sauti yake ya nguvu. Anasemaje? Wailun lil'aqabi minan nari, ole wao wanaopaka miguu maji wakabakisha hizo aqabi hizo, kwamba watakwenda motoni. Ina maana udhu wao utakuwa ni batil, na sio ni batil tu, watakwenda kuadhibiwa kwa upakaji huo. Wailun lil'aqabi minan nari, ole wao, adhabu kali wale wanaobakisha aqabi, yani wanapaka maji miguu, na miguu hukumu yake ni kukoshwa. Maneno hayo mtume kayatamka marataini au thalatha, mara 2 au 3, muttafaqun alayhi. Hadithi hii imewafikiwa katika kupokelewa kwake na Imam Bukhari na Muslim. Wa qala Abdurrahman ibn Abi Layla, na akasema bwana Abdurrahman ibn Abi Layla, ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wamekusanya kauli ya pamoja masahaba wa mjumbe wa Mungu, ala ghasli al-aqabaini, juu ya hukumu ya kukosha vifundo viwili vya mguu. Hukumu yake ni kukosha. Hali kama hii ni ya dhahiri shahir, matendo ya mtume, kauli za masahaba, makubaliano yao na makaripio ya mtume kwa watu watawaza ovyo ovyo, akesha katoa tamko la amati, inaonesha hakuna njia nyingine ya kupita kusema kwamba miguu inapakwa. Bali mtume katika riwaya nyingine alimuona mtu ametawadha na kwenye mguu wake kuna eneo
kama mfano wa ukucha tu, haikugusa maji, akamwambia rejea ukatawadhe tena, kwani wewe ukutawadha bado, sehemu iliyobakia ni kama ukucha tu. Irji' fa ahsin alwudu, rejea ukatawadhe vizuri, kwa sababu wewe kutawadha na ukiswali sana kwa batil. Kwa hivyo tutahadhari sisi tunaotumia sana mifereji. Mara nyingi mtu hufanya uvivu kuinama kusugua mguu wake, bali anauning'iniza kwenye mfereji na kuuzungusha kuna huku ya Allah, anakimbilia swala. Kuna hatari maji yale kwamba yasifike mahala mwake barabara. Mkono sheti upite kwenye mguu bwana. Kukosha ni kusugua hasa, na vidole vya mikono Mtume alikuwa akipekecha katikati ya vidole vya mguu ili kuhakikisha kwamba maji yanapenya mle. Kucha zote zile ndani yake mnalowana maji, ni kusugua kwa mkono bwana. Habari ya kuning'iniza mguu tu ferejini, kuna hatari ya kwamba mtu siku zote anaswali bila ya udhu, na Mtume katamka maneno mabaya sana kwa wanaofanya hivyo, wailun lil'aqab minan nar. Wama taqaddama min alfara'id, na yale yote ambayo yametangulia nyuma katika fardhi za udhu, huwa almansus, hayo ndiyo yaloelezwa alaihi fi qawli Allah ta'ala, juu yake katika tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye aya nambari 6 ya suratul Maida, Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, mtaposimama kwenye swala mtaka kuniabudu mimi, basi kwanza kosheni nyuso zenu muwe safi, wa aydiyakum, na mkoshe mikono yenu, ila almarafiq, mpaka kwenye visugudi, wamsahu birusikum, na mpake maji kwenye vichwa vyenu, wa arjulakum, na kisha mkoshe vile vile miguu yenu, ila alka'baini, mpaka kwenye vifundo viwili. Hayo yote fardhi ya udhu ni kwamba ndiyo yaliyoelezwa katika aya hiyo. Alfardhu sadis, fardhi ya 6 katika fardhi za udhu, at-tartib, ni kutawadha kwa mpango, na sio kuanza popote anapotaka mtu mwenyewe. Ni kwenda kwa mujibu aya ilivyoanza, uso, alafu mikono, kisha baadaye kupaka maji kichwani, na baadaye kukosha miguu. At-tartib, huo mpangilio ni katika fardhi za udhu vile vile, lazima afanye hivyo mtu. Akiacha mpangilio, ina maana kwamba udhu wake ni batil. Lianna Allah ta'ala, imekuwa mpangilio huu ni wajibu kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu dhakara fil ayati, ametaja katika aya hii faraidul wudu, lazima za udhu, amezitaja murattaba, kwa mpangilio, maa fasli rijlaini, pamoja na kupambanua sehemu ya miguu miwili, anil yadaini, ipambanuke na mikono miwili, wa faridatu kulli minhuma, na lazima ya kila kiungo kimoja katika miguu na mikono, alghusli, ni kukoshwa. Akapambanua Mwenyezi Mungu kwa kuweka taratibu pale, akatia kitu katikati kilichogawa baina ya miguu na mikono. Kuna kitu katikati kimegawa pale. Kitu gani hicho? Birasi. Amepambanua Mwenyezi Mungu mikono na miguu kwa kutia kichwa katikati pale kwa kwanza. Alladhi, kichwa ni kiungo ambacho faridhatuhu almas, fardhi yake ni kupakwa na sio kukoshwa. Wal arabu, na kwa dasturi wa Arabu, la taqta'u an-nadhira an nadhirihi, hawakati mtizamo fulani wa maneno. Mathalan anazungumza mtu maneno fulani, basi Waarabu na kawaida hawakati maneno yale kwa kuchomeka kitu kingine pale. Wal arabu la taqta'u an-nadhiru an nadhirihi illa li fa'idatin, isipokuwa kwa ajili ya faida maalum. Wa hiya huna, na faida hiyo kwa hapa, at-tartib, ni kuonyesha kwamba udhu utakaoenda kwa mpangilio. Ndiyo maana mkoshe nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye visugudi, halafu kuna kitu kimeingia katikati pale kabla kwenda katika miguu. Wamsahu biruusikum, hapa kuna kitu kimepambanua hapa baina ya mikono na miguu. Wamsahu biruusikum, na mpake maji kwenye vichwa vyenu, halafu tena ndio warjulakum. Hii yote ni kuonyesha hapa udhu utakaopangwa kwa mpangilio maalum. Wal ayatu ma sabaqat,
na aya isingetangulia illa libayani alwajib, isipokuwa kwa kubainisha wajibu. Kwa hivyo taratibu pale ni wajibu, sio kama ni sunna tu, bali ni wajibu. Hawezi mtu katawadha udhu kwa kuanza miguuni alafu baadaye kichwani akaenda katika mikono alafu baadaye uso, hawezi kufanya. Itabidi aipate aya ya Qur'ani kama ilivyoweka. Waliumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na pia kuna mkusanyo wa kauli ya mtume iliyokusanya mambo yote yaliyotajwa kwenye Qur'ani kwa mpango, mtu ende nayo kwa mpango vile vile. Mtume katoa tamko la kukusanya. Waliumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam fil hadithi sahih, na kwa mkusanyo wa maneno ya mtume aliyotamka katika hadithi sahihi, katamka mtume ibda'u bima bada Allahu bihi, anzeni kama vile ambavyo ameanza Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo. Maneno haya mtume kayatoa kuwaambia watu wanaohiji, lakini tamko lenyewe ni umum, linakusanya mambo yote yaliyotajwa kwa mpango kwenye Qur'ani. Alikuwa anawaambia watu wanaofanya ibada ya hija au umra, wanaposai baina majabali mawili Safa na Marwa, wende kwa mpango ambao Mwenyezi Mungu ameuanza, wasianze wanavyotaka wao. Mwenyezi Mungu ameanza kutaja inna Safa wal Marwa min sha'airillah, hakika jabali la Safa na Marwa ni katika alama za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Anapokwenda mtu kule ibada ya hija au umra, akenda sa'i Safa na Marwa, asijione kwamba anatembea tu, mtalii tu, anafanya mambo ya kumuadhimisha Mwenyezi Mungu sana. Majabali mawili yale ni vituo, alama maalum za kumtukuza Mwenyezi Mungu zile. Asijakajiona mtu kama anatembea tu pale, anacheza tu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani katika sura Al-Baqara, inna Safa, hakika jabali la Safa, wal Marwa, na mlima wa Marwa, min sha'airillah, ni katika alama za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Faman hajja albayta aw i'tamara, basi mwenye kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Kaaba au anafanya ibada ya umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, hapana ubaya juu yake kuzunguka sa'i baina milima miwili hiyo. Maana ilikuwa tena Waislamu wanaona kinyaa, Makureishi kwa muda wa miaka mingi walitundika masanamu mle makubwa, wanafanya ibada ya kafir. Kule kwenye Kaaba kuna masanamu yanafika idadi yake 360. Ibada yenyewe kutufu uchi na kupiga miunzi na makofi. Sasa ulipokuja Uislamu kusafisha ukafiri ule, wanakumbuka watu kwamba juu ya mlima wa Safa na Marwa palikuwa na masanamu, na wanaona kinyaa kwa sa'i pale. Aya inawaondolea kinyaa kile, hapana kuona kinyaa. Asili ya majabali mawili haya sio kwamba wameanzisha Makureishi, haya majabali mawili min sha'airillah. Kwa hivyo man hajja albayta au i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, pale itakuwa aya ya Qur'ani imeanza kutaja mlima wa Safa mwanzo. Akianza kusai mtu kama ni mgeni wa pale, aulize afadhali, asije karibu ibada yake, aulize hasa, jamani Safa ndio ipi hapa katika hili? Asije kaanza kwenye Marwa kule, aambiwe Safa ni hii hapa, aanzie kwa jabal la Safa ndipo ende Marwa. Asije kaanza kwenye Marwa kaja Safa, toka opposite, kinyume. Lakini kauli ya mtume aliposema ibda'u bima bada Allahu bihi, ni lafdhu umumiyan, tamko la umumiyan limekusanya. Ina maana kila alipoanza Mwenyezi Mungu kwa mpango, kwa mfano udhu, basi vile vile maneno ya mtume yanafanya kazi, ibda'u bima bada Allahu